Priva, nataka nikuulize swali kidogo la kimichezo. Mna feel vipi kama mashabiki wa Yanga kumuona anachokifanya Diarra kwenye mashindano ya CAF? Nafikiri huyu ndo golikipa bora mimi kuwahi kumuona katika ardhi ya Tanzania akiwa anatumikia klabu ya Kitanzania. Na pia nafikiri katika makipa watatu bora barani Afrika, narudia tena, makipa watatu bora barani Afrika, Diarra namweka kwenye kundi hilo. Iwe anacheza ndani ya taifa lake ama nje ya taifa lake, anacheza ndani ya Afrika. Kwa maana Rowan Williams wa Mamelodi, El Shenawi wa Al Ahly. Nafikiri baada ya kina Zniti kupungua makali, Diarra anaingia kwenye hii dunia kwa sababu ameshiriki CHAN finali 2 ingawa alipoteza zote. Nafikiri dhidi ya DR Congo, nyingine sikumbuki dhidi ya nani, lakini vile vile ameshiriki finali ya Confederation Cup. Lakini vile vile ameshiriki nafikiri AFCON 3 kama si 3 ni 4, akiwa amefika hatua robo finali mara 2. Na ni local goalkeeper ambaye anaweza kuingia kwenye timu ya taifa namba 5, namba 3, namba 4, namba 7 katika ile mataifa 10 barani Afrika. Local player ambaye anaaminika. Nafikiri yule is the best. Wanasema kwamba sawa nakataa, lakini tumshukuru Yanga tuwashukuru Yanga kwa kumleta Gamondi. Within a few weeks ambazo amepewa timu ya taifa ameibadilisha kwa asilimia kubwa sana, na hata klabu ambayo alikuwa anaifundisha baada ya kuondoka Yanga kaenda huko na nini amefanya vizuri sana. Neno moja kwa Master Gamondi, na wish apewe timu ya taifa moja kwa moja, maana sasa hivi wamemkodi tu kwa muda mwazima. Nafikiri kwanza tuipongeze Yanga kwa kumintroduce huyo mtu, na hizo sifa zinakwenda kwa Engineer Hersi Said ambaye alimuona na akamleta na akaweza kufanya kazi na sisi wasaa ulipofika, kwa sababu football it's like that. Huwezi kuishi kwenye klabu moja miaka mingi. Kuna wakati tufika Pep Guardiola aliondoka Barcelona, akaenda kapata mafanikio sehemu nyingine, na mimi pia namtakia kila laheri kwa timu ya taifa. Naamini sasa shida si kocha kwenye soka letu la Tanzania. Shida ya soka letu la Tanzania, lazima tukubali kwamba ni ngumu sana wachezaji wetu kusucceed nje ya mipaka ya Tanzania kwa sababu ya tamaduni. Kuna vitu viwili, kuna anglophone na francophone. Anglophone ni zile nchi ambazo lugha yao ya kidunia wanayoitumia angalau ni Kiingereza, kwa maana wanaongea English. Francophone ni wanaongea Kifaransa. Mchezaji anatoka taifa linaloongea Kifaransa ni rahisi sana kufanikiwa kusucceed Ulaya, kwa sababu kuna mataifa mengi Ulaya ambayo kimsingi yanatumia Kifaransa. Kwa kiutamaduni, kwa maana ya kwenda kufundishwa kuishi, kusurvive kwenye hizo nchi, possible, inawezekana. Na tayari hayo mataifa yashatengeneza mfereji ambao ni wa kupeleka wachezaji Ufaransa, Belgium, Austria. Kwa hawa wachezaji wengi, chimbuko kuu la local African players kutoka Northwest countries walichimbukia mataifa ya Ufaransa au mataifa yanayoongea Kifaransa. Kwa ili sasa utoke nchi ambayo ni anglophone usucceed kwenda nje, lazima uwe exceptional talent. Yaani uwe na kipaji kikubwa sana ili uweze kufika. Na one of them sisi tumemshuhudia ni Bwana Samata, kwamba lazima at least ufanikiwe sana Afrika alafu ndio uende Ulaya, hasa ukitoka Tanzania. Kwa hiyo lazima tutengeneze mfumo wa kukwepa sasa hii shughuli ya kwamba ili mchezaji wetu akakae Ulaya, kwa sababu ukweli ni kwamba we will never compete kwenye level kubwa ya AFCON kama tutaendelea kutegemea wachezaji wetu wa loko, kwa sababu standard ya mataifa ya Europe ni kubwa. Inaweza ikatokea once a while kama kwa Zambia ilivyotokea, lakini otherwise pia tuipromote sana ligi yetu, tuikuze ligi yetu, na of course tunafanya. Tumefanikiwa kwenye ligi, lakini bado tunahitaji kufanya exportations ya wachezaji wetu kwenda Europe wakiwa wadogo. Nafikiri umeona aina wachezaji ambao tumewaleta kwenye timu yetu, vitu alivyotuongezea. Mtu kama Arakia, Novatus amecheza nje, Mbombwa nafikiri umemwona, Mabula. I'm telling you, kama Mabula angekuwa anacheza ligi ya Tanzania, huenda singefikiria timu ya taifa, lakini umeona kazi walioifanya akiwa national team. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na kina Mabula waliopo waendelee kuaminiwa, kupewa support.
TFF watengeneze ushirika na mashirika makubwa ya mataifa yaliyoendelea kisoka, kwa maana ya kupeleka wachezaji kule kwa ajili ya trial na kutengeneza mahusiano ya kisoka kama ambavyo Baka wamefanya. Wamefungua academy Mali, wamefungua academy Gabon. Lengo ni kwamba wana absorb talents direct to Europe. Kwa issue si Gamondi, issue ni falsafa yetu ya ukuzaji wa soka letu la ndani. Simba na Yanga watakuletea sifa kwa taifa na kulikuza ligi yetu, watakusaidia kwenye kuiboresha na kuleta competitiveness kwenye ligi, but uhalisia wa kucompete katika level na kufanya mpira huu ukawe biashara ambayo tutatengeneza vijana wengi ni beyond Simba and Yanga. Okay. Sawa, swali langu la mwisho, twende sasa jivue gamba la uyanga, si ndio? Jivue mara moja kidogo. Yaani kama nikwambia yani sio mwanamume sasa. Ngoja. Asante hivi. Jivue gamba la kuwa katika uongozi pale Yanga. Sawa. Baki kama shabiki. Sawa. Ni mchezaji gani ambaye ameondoka Yanga unatamani arudi? Kaka, hilo swali halihitaji hata majibu. Hadi halihitaji kufikiria. No, labda aliondoka msimu uliopita lakini performance sio tu Yanga. Tokea ligi ya Tanzania kwa miaka mingi, Fiston Mayele ni mmoja kati ya wachezaji ambao tunatamani kuwa nao kwenye ligi yetu, au klabu yoyote ingetamani kuwa nayo. Top player. Mimi wakati Fiston iko Yanga nikaa nimemwambia Fiston Yanga ni bora kuliko Peter Shalulile. Watu hawakunielewa, but sasa hivi the story is different. One of the best player ever kwa mpango wangu mimi katika eneo la ushambuliaji nimemshuhudia mimi, the top. Waliwahi kupita watu the likes of Amis Tambwe, Medi Kagere, but Fiston Mayele marvelous, the king. Mwingine ambaye anacheza ligi hapa ndani, Faisal. Faisal kwa ligi ya ndani kwa sababu namna alivyoondoka pia ni rafiki yetu, ni mwanetu, ni mdogo wangu, ni mtu ambaye tumekuwa tukiishi naye sana kama familia. Unapoondoka na mchezaji mzuri kama yule, kimsingi lazima ufeel vibaya, lakini kwa sababu pia ameenda sema anaenda kukua kikaria na kifedha everything. Nafikiri pesa ambayo maybe anapata kule hata sisi tungempa, inategemea na wakati, timing na kadhalika. Ni football, unanunua ili uje uuze. Kwa hiyo huyo nafikiri Azizi, Fei, Mayele, kama tungeendelea kuwa na hao watu mpaka sasa hivi kwamba story ingekuwa nyingine, lakini hata tulionao pia marvelous. Shukrani sana. Priva, nataka nikuulize swali kidogo la kimichezo. Mna feel vipi kama mashabiki wa Yanga kumuona anachokifanya Diarra kwenye mashindano ya CAF? Nafikiri huyu ndo golikipa bora mimi kuwahi kumuona katika ardhi ya Tanzania akiwa anatumikia klabu ya Kitanzania. Na pia nafikiri katika makipa watatu bora barani Afrika, narudia tena, makipa watatu bora barani Afrika, Diarra namweka kwenye